Kenyatta, mtetezi ya wanyonge. Na leo nataka kusungumuza, kwanza nataka nisungumuze hii mambo ambayo naona seneta mmoja ambaye amekosa malekeo. Akiamka asubuhi ni gavana George Natembeya. Akichukua lunch ni Natembeya. Akienda kulala Natembeya. Amekosa agenda ya kusungumuza kwa kaunti yake ambayo ni Seneta Cherargei. Nataka nikumbushe Seneta Cherargei jambo moja, ya kwamba mheshimiwa gavana wa Trans Nzoia ni gavana ambaye anaelewa katiba ni nini, na ni mtu ambaye amejua ya kwamba msingi ya sheria ni nini. Kwa sababu Natembeya amekuwa regional commander, Natembeya amekuwa DC, Natembeya anafahamu sheria ni nini na anaishi kwa sheria. Ndio maana nasema kwamba sheria ni Natembeya na Natembeya ni sheria. So nataka nikomeshe Seneta Cherargei ya kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya sio rika yako. Tafadhali kwa heshima ya hali ya juu, ya kwamba tuwezi danganywa na mambo ya pumbafu na ujinga ya baadhi ya viongozi ambao wameshindwa na kazi. Sasa wanataka kulaumu George Natembeya ambaye anafanyia wananchi kazi. Ndugu zangu, yale ambayo gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, rais wa 6 mtarajiwa mwaka 2027, anafanya kazi kwa misingi ya katiba letu. Na Natembeya hajaifunja sheria ya taifa la Kenya, wala haana mpango yoyote ya kugandamiza katiba na sheria ya taifa letu la Kenya. So nataka kuambia wale ambao wanadhani kwamba watatugandamiza na mheshimiwa gavana Trans Nzoia George Natembeya kwa sababu maslahi yao ya binafsi, nataka niambia serikali ya Kenya Kwanza pamoja na EACC pamoja na Seneta Cherargei ya kwamba sisi kama wafuasi na sisi kama watu wa ground ya mheshimiwa gavana Trans Nzoia tuko na agenda moja tu, agenda ya kuondoa maskini kule Luhya Land. Agenda ya pili na agenda ya kuweka Waluhya pamoja. Agenda ya tatu ni kufanya Mluhya kuwe na usemi katika kwenye siasa ya taifa la Kenya. Hizo ni agenda tatu ngusa ambayo mheshimiwa gavana Trans Nzoia George Natembeya, mchapakazi simba ya Western, hako nalo ndiye anafanya agenda kama hizo, ili sisi kama vijana ambao tumedharuliwa muda mrefu kwa siasa ya taifa la Kenya tushimike. Kwa sababu ukiangalia Natembeya namna anafanya kazi kule mashinani, hakuna kiongozi wowote ambaye anafanya kazi hivyo. Ameshinda mheshimiwa William Ruto kwa umbali zaidi. Ameshinda magavana wote kwa umbali, kwa sababu hakuna mtu wote mwanasiasa kiwango ya gavana Natembeya ambaye anaweza weka hema kusikiza malalamishi ya wananchi asubuhi saa 1 hadi saa 12 jioni. Hakuna. Baadhi ya magavana utapata kwamba wanakula roda, wanakula dra katika kwenye moteli kubwa kubwa. Lakini mheshimiwa George Natembeya utapata kama saa 1 asubuhi ameweka hema pale anashughulikia wale watu ambao walirauka kumchagua yeye tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2022. Kwa sababu wanafahamu ya kwamba yeye ni msingi yake ni kufanya kazi ili abadilishe taswira ya umaskini ambayo imeenezwa muda mrefu kule maeneo ya magharibi. Ndio maana tunasema kwamba ukigusa Natembeya umetugusa roho zetu. Ukijaribu kukuja wrong side kwa Natembeya utatupata, tutakugwara zaidi na tutakugwara vilivyo, kwa sababu tunaheshimu katiba na tutakugwara chini ya katiba, hatutakugwara nje ya katiba. Ndio maana kuna siku mheshimiwa gavana Trans Nzoia amesimama akatokana mheshimiwa rais. Hajawahi na hatawahi, kwa sababu anajua katiba ni nini. Hatawahi, kwa sababu anajua katiba inalinda mheshimiwa rais, na katiba hilo moja imempea kama gavana uhuru ya kusungumuza. So anasungumuza within katiba. Ndio nataka kuambia wale vinyangarika, wale kikaragosi ya serikali ya Kenya Kwanza ambao wanataka kublackmail mheshimiwa George Natembeya, hatutaruhusu. Sisi tuko kazi kufanya kazi ile Trans Nzoia County ikuwe na mambo ya maendeleo, ili vijana wa mama waondolewe katika misingi ya umaskini. Then unapata wamfala fulani wanakaa kwa kona ati wanapanga jinsi ata impeach governor. My friend, tunangoja mtiso wa Trans Nzoia. Itakuwa ngumu kwako, na hii inakudhibitisha kama mjukuu mtu wa mkono ya mheshimiwa George Natembeya. Ukijaribu kuleta mswada ya kuimpeach Natembeya, utahama Trans Nzoia na jamii yako na familia yako wote. Hatukubembelezi, kwa sababu unatuletea siasa wakati governor Yesu Mesia anafanya kazi ili aondoe watu wa Luhya na jamii zote, kabila zote kule Trans Nzoia kwa maskini. Kwa sababu governor huyu amepanga kila kabila. Hakuna kabila ambaye ananungunika Trans Nzoia. Wote pamoja ameweka ndani ya serikali. Anashughulikia wananchi wote ambao wanaishi Trans Nzoia. Hajabagua wewe ni Mbukusu, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkaleji. Hajabagua mtu wote. Wote wanaloishi Trans Nzoia, George Natembeya amewapanga
vilivyo, hakuna mtu ananungunika. Then unapata watu ambao wanaiba mali ya serikali kuu, wanaiba pesa yetu, then wanataka kutupangia namna wata impeach governor. My friend, tunakungoja wewe MCA utapewa pesa na serikali ya Kenya Kwanza ulete motion ya kuimpeach governor. Tunakuhakikishia leo tarehe 31 mwezi wa 5 tutakuchoma boma lako. I will not fear to say. Hatuwezi fanya siasa na maisha wa Kenya. Wakati wa Kenya wanahangaika, viongozi wanakula raha, unapata wamekaa Serena, mteli kubwa, wananchi kule kwao chini, watu wanahangaika, watu wameparara kama burkenge. Wakati natembea anaondoa watu kwa maskini kwa parara, wao wanapanga namna jinsi wata blackmail governor Trans Nzoia, jinsi watapanga njama wa kuimpeach governor. Tuko tayari kuongoja. Wewe kama ndio utatumika, mimi pia nakuambia kama mtu ya mkono ya mheshimiwa governor Trans Nzoia, mimi kama kijana wake wa kazi, ninakuhakikisha kwamba ukileta motion tutachoma familia yenu yote Trans Nzoia mzima ishi. You cannot allow nonsense. Tupe ground ambayo inafanya Nasembeya anafaa kuilikuwa impeach. Tupe ground. Ni ground ipi? Mmeleta allegation ya ujinga ya kwamba Natembeya ameiba 1.4 billion. Mkaambia ameiba wapi? Hauleti. Ukaleta motion nyingine tena kwamba Natembeya alikuwa amepokea rushwa ya zaidi ya milioni 2. Mkaambia ni mlalamishi ni nani? Hakuna. My friend, siasa ya Kenya kwanza tunaelewa. Governor Trans Nzoia tunamfahamu vizuri. Hajawahi funja katiba. My friend, mimi kama mtoto wa Natembeya chini ya uwepo wake, my friend, jaribu kuleta mswada ya kuimpeach Natembeya. Ninakuhakikishia leo tarehe 31 mwezi wa 5. Wewe MCA utakao danganywa na mtu wa Kenya Kwanza, uchukue pesa. Hiyo pesa itakuwa ya kwamba uhamishe na familia yenu kule Trans Nzoia. But kama unaishi Trans Nzoia, tunafahamu nyumba yenu, tunafahamu jamaa yenu. My friend, tunakuambia kwamba tutachoma boma lenu. Hatutapangiwa. Wanaume wanaiba sahi, enda KPA Mombasa Port 100 billion pesa ambayo inafaa kujenga Mombasa, mabarabara ya kaunti ya Mombasa haiko. But unapata wanaume wanashinda kusungumuza. Then sasa wanataka kutuambia unajua kwamba sisi, my friend, tunataka Cheregei na marafiki zake na EACC, wale wakora wa EACC watuambie ni nani amehusika na kuiba mali ya Mombasa Port KPA 100 billion pesa ambayo ilikuwa inafaa kujenga barabara ya ya Mombasa County 100 billion. Sisi wamenyamaza kwa sababu marafiki zao ndio wameiba. Wale waliochangia kuwapea kazi kwa EACC ndio wanahusika na mambo ya wizi ya 100 billion kule Mombasa Port. Kwa nini EACC asungumuzi? Kwa nini Cheregei ambaye anasungumuza na Natembeya ni mwizi? Kwa nini asungumuzi? Kimani Chungwa wako wapi? Si asungumuzie mambo ya 100 billion KPA Mombasa Port. Pesa ambayo inakuwa nafaa kujenga barabara za Mombasa County kwa sababu zile trailers zimeharibu. Wanaume wamejilimbikizia 100 billion kwa mfuko zao. Wanaangalia governor Trans Nzoia kuwekelea makosa. We are ready. Nasema ya kwamba tuko tayari na governor tuta defend until the last minute.